Manjani. Makana 150. So, hawa mama mboga hawa, watu ya bodaboda hawa, wale wa kuuza kiosk, wale watu wa chini ndio wataunda serikali ya 20. Nikisaidia mahasla, mtu ya mama mboga na yule wa mkokoteni na huyo wa wheelbarrow na huyo wa bodaboda, kuna makosa matatu. Ya kwanza, tunabadilisha uchumi, tupunguze gharama ya maisha. Hawa mahasla, hawa mama mboga hawa, watu hawa makanga, hawa wa bodaboda, yule wa beba, tutapanga safari hii na tutaunda serikali ya mahasla. Wale mahasla wa seremala, wale mafundi ya kule kijijini, watu ya bodaboda na hata ule anauza mboga atapata nafasi ya kununua nyumba. I want to tell them, our bodaboda and our mama mboga are family in our ya kwamba 2022 hawa watu wa mama mboga na ule wa bodaboda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga tutaunda serikali ya mahasla 2020. Yeah, my people. Sijui kama umeona ile empowerment imeweza kufanyika pale Ukambani. You know, Ruto's government, huyo ni Tumbe, alikuwa anapatia watu Ukambani sukuma wiki za 20, tomato za 20, na hizi majani, hizi tea, majani ya 10 bob. Alafu anasemaje? Tuta. But Kenyans, I don't blame those people. You know why? Poverty is the enemy. Economy ni mbaya sana. Wao kwenda kuchukua hiyo sukuma wiki, at least tawashikilia. Lakini William Samoei Ruto, hao ndo mama mboga, bodaboda na mahasla alikuwa anasema. Hao ndo alikuwa anasema atakuwa na support. Hii ndo empowerment ambayo tunashida tukiambiwa. Empowerment. Unakumbuka the other video? Kama unaweza enda kucheck, kuna video nilikuwa nimepost. Kimani Ichung'wah anasema kuwa empowerment or zile walikuwa wanapatia na motorcycles, anapatia only one person, au wengine watakuwa nalipa kidogo kidogo. Unashindwa, hiyo ndio empowerment. Kumbe wanaleta hizo manduthi, zinapigwa mapicha alafu zinarudishwa. Let's check that video of Dennis Itumbe. Manjani. makana 150. So, ¿Cómo estará esto, Juliana? Pues siempre se estará esto en verano. Manchán.